Mambo ni aje mtazamaji wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba kuna taarifa nimeipata kupitia mitandao ya kijamii ikimhusisha Mario kuwekewa sumu kwenye chakula. Sasa unajua haya mambo ya kuwekeana sumu sio vitu ambavyo tunavipenda sana kuvisikia, lakini ndio jambo limeweza kumkuta Mario. Sasa Mario bwana ameweza kuandika maneno mengi sana kupitia ukurasa wake wa Instagram, na inaashiria kabisa kwamba Mario jambo hili limeweza kumkuta. Sasa kupitia Juma Lokole ameweza kuposti hilo jambo na kusema kwamba mtume roho yangu mambo ya kuwekea na sumu jamani. Pole Mario, waambia mtazumu waandishi madogo sana. Aliandika hivi: Mario, ndugu zangu, naomba mnisaidie kumuuliza Chino nini niliwahi kumkosea ambacho mimi sikijui zaidi ya kumwonyesha upendo na kumsapoti. Hili swala nimelikalia kimya muda mrefu sana, lakini sasa naona imekuwa too much, na mimi pia ni binadamu. Kila ninapojitahidi kutengeneza mazingira ya amani na kukubali kuonekana fala, hili kila mtu aishi maisha yake, wanaona mimi mnyonge. Hivi nani kamwambia Chino kuwa akitaka kuendelea kimuziki ni lazima anizalaulishe na anaonekana kama na matatizo na mimi? Kama mnakumbuka, alitoka kuniongelea vibaya kwenye mitandao, mimi nikakaa kimya, baadaye akaja kuniomba msamaha nikamsamehe. Lakini nashangaa sasa hivi ameanza tena kuniongelea vibaya kwenye mitandao na kudharaulisha. Naombeni muulize, pengine yupo sababu za msingi zinazompelekea yeye kutaka kunilipizia mimi ubaya. Pamoja na mazuri yote niliwahi kumfanyia hapo nyuma, mpelekeni maiki na kamera zote, hawaelezei nini kibaya nilifanya na waruhusu, au sio? Sasa Juma Lokole amesema kwamba mambo ya kuwekeana sumu sasa bwana ni jambo ambalo ni zito, kwa sababu ukiangalia Mario ndiye inaonekana kama alimtoa Chino, ndiye alimtoa Chino. Of course alikuwa ni official dance, Chino alikuwa ni official dancer wa Mario, lakini baadaye akajiongeza na kuanza kuimba ama piano. Sasa inasemekana kwamba kuna mambo ambayo vita baridi baina ya Chino pamoja na Mario inaonyesha kwamba kila mtu ana au sio, ana bifu na kinyongo kwa mwenzake. Sasa baada ya hivyo kutokea, tunaona watu wamekuja kutoa maoni yao, na inaonekana kabisa kwamba watu wameumizwa na kitu ambacho kimetokea. Mmoja kaandika kiki ya wimbo unaitwa Nimewaruhusu. Mmoja akasema Mario, kwanza pole kwa kuumwa, inshallah utapona. Pili, nimesoma hapo umesema wewe onyesha upendo na support kwa Chino. Okay, ni support ipi? Kwa tangu dogo aanze muziki sijiona ukiposti cover yake wala kushare chochote kinachohusu muziki wake. If kweli una huo upendo na support, unaandika wale yeye akitoa ngoma zako na support anaposti sana tu. Kingine dogo, hata akiandaa party au show yake hujai kwenda wala kusupport. Kwa kuposti ndio upendo huo? Wewe bana, kubali dogo kakupiga na kitu kizito, chutama, omba po upewe password ya kushike mkono, ila sio kutafuta huruma. Dogo yuko so hiyo ndo jambo limeweza kutokea. Sasa Mario bwana na Chino wako katika bifu zito, na inasemekana kwamba Chino bwana hana noma na Mario, lakini Mario ametoboa siri kwamba kuna jambo ambalo limeonekana kutokea na Juma Lokole na kusema kwamba mambo ya kuwekeana sumu, au sio? Sasa haijajulikana, lakini inavyoonyesha Mario ni kama amewekewa sumu na Chino bwana. Na lengo bwana ni kumkatisha kabisa maisha, na kwa moja ama nyingine asiwepo hai. Sasa kitu kilichotokea ndio hicho, na Juma Lokole ameweza kutusanua na kwamba kinachoendelea ni kwamba Chino pamoja na Mario wapo katika vita zito, na inaonyesha kabisa kwamba watu hawataki watu hawa waweze kuwa pamoja. Kama unavyojua muziki wa Chino unakuwa siku baada ya siku, na tunaona ngoma zake zinagongwa sana club, lakini pia Mario naye pia ngoma zake pia zinagonga sana club, na ni msanii mkubwa ambaye ana heshima kubwa sana kwa kipindi hiki kwa new generation. Kwa hiyo hawa wote ni watu ambao wanafanya vizuri, lakini kila mmoja akivutia katika ego yake. Je, unamwongelea Hussein Dunisha? Subscribe.